Sasa je, Husna, kuna mtu atakuwa anauliza mbona Kilombero wakati tupo Dodoma, lakini tunamaanisha kwamba ni kanda ya kati. Yes. Sawa, Malkia Nguvu, tunakwenda kikanda. Tumeanzia na kanda ya Ziwa, tukaja na nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Kwa sasa tupo kanda ya kati. Kwa hiyo mshindi hatoki tu Dodoma, aweza akatoka hata Singida, Morogoro. aweza akatoka Kondoa, popote Morogoro, kanda ya kati tupo. Sawa. Hongera sana. Hatupotezi muda. Tuelekee tena kwenye screen tuweze kuangalia tuzo nyingine ya 3, tuzo ya kilimo biashara. Kama ile, lakini hii ni biashara nyingine. Hii sio miwa. Biashara gani imempeleka mtu duniani? Majeraha ya ukatili wa kijinsia moyoni mwa Malkia Priska Maleta kutoka Manyoni mkoani Singida yamekuwa kielelezo cha mafanikio kwa jamii ya kanda ya kati na mtaala muhimu wa elimu ya ujasiriamali wa kilimo kwa wanawake. Priska Maleta, mfugaji mahiri wa nyuki na mtengenezaji wa bidhaa za asali, aliyeachana na ajira kukwepa ukatili wa kingono, alipigana vita hii peke yake kubadili changamoto kuwa fursa. Mimi kwa majina naitwa Priska Diana Maleta, ni mzaliwa wa Ruvuma, Songea. Nilikuwa mwalimu katika halmashauri ya Kongwa. Nilikuwa na hobi sana ya biashara. Nilivyoajiriwa pale nilifanya kazi miaka 3 tu, nikaacha, niliacha mwenyewe. Nimepitia ukatili wa kijinsia. Kipindi hicho kulikuwa kuna kiongozi wetu ambaye ni mkubwa. Yule bosi ukiwa kazini anampigia mratibu, anamhitaji tu mwalimu yoyote anamhitaji kuja kuspendi naye Dodoma mjini. Sisi tuko vijijini. Kwa kila intake lazima anachagua watu anaowataka. Kwa kile mimi kitendo hakikunifurahisha kwa kweli. Na nikamwambia mkuu wangu wa kazi, "Mkuu, mamangu anaumwa." Aliniambia chagua vitu hivi viwili, mama au kazi. Nakumbuka wakati naacha kazi ya walimu nilikuwa na shilingi 2500 mkononi. Kila hatua ya Priska alikanyaga michongoma, kwani aya ya kwanza ya ukurasa wenye simulizi hii unamwelezea kuwa aliolewa akiwa na umri mdogo kiasi cha kukatisha ndoto zake, na kama haitoshi alitengwa na familia katikati ya maandalizi ya kesho yake. Mimi asili yangu ni Waislamu. Umeona? Kwa nilivyokuja kuchukua maamuzi ya kubadili kuwa Mkristo, familia ikanitenga. Priska alijitafuta kwa kurunzi na kujipata kwenye maono yake. Kisha akaianza safari ya maisha mapya ya utafutaji kwa kuchanga karata yake kwenye ufugaji wa nyuki. Na sasa Priska ana mizinga 400 na huzalisha hadi tani 10 za asali kwa msimu. Nilianza na mizinga ya kawaida tu kabisa ya magome ya kienyeji. Nilianza na mizinga kuiko, nikatundika ile mizinga, lakini wakati huo sijui hata unavunaje, inakuaje sijui. Walipokuja watu wa SIDA wakaanza kutoa mafunzo, nikaenda. Mwisho wa siku kwa neema ya Mungu nikafika mpaka Rwanda, kwa mpaka sasa hivi na mizinga zaidi ya 400. Priska aliamua kushiriki baraka hizi kwa jamii na kusajili vikundi 11 vya wafugaji nyuki vyenye wanachama 300 wenye mizinga 600. Na yeye ndiye soko. Na kama haitoshi, Priska hutoa elimu kwa vikundi kila baada ya miezi 3 kuhusu kilimo hai na ufugaji wa nyuki. Tengeneza vikundi 11 na kila kikundi kina watu 30. Kwa kila mmoja hapo mle ndani ya vile vikundi wote wale wana mizinga, mwenye mizinga 10, mwenye mizinga 20, mwenye mizinga mingapi, lakini wale mimi ndio soko lao. Tayari na kiwanda ambacho nimekodi jengo moja kubwa la SIDO na mchakato wa kutafuta mashine, nifunge mle mashine kwa nianze uchakataji. Dunia haina usawa, mapito ni utelezi uliojificha chini ya mchanga. Priska anaigeukia jamii na kudokeza kuhusu kupaza sauti za harakati dhidi ya ukatili wa kijinsia. Mimi nitoe rai kwa wanawake wenzangu wote. Yaani nikisema wanawake wote, kuanzia watoto wale wadogo mpaka, wasiogope kabisa kutoa taarifa yoyote ya ukatili wa kijinsia. Kwa sababu unaweza ukaogopa kutoa kile ambacho umefanyiwa.
matokeo yake ukachukua maamuzi magumu. Kwa tuliosoma history sekondari, bado tunazo notice za Ngoni Migration. Basi Malkia Priska alitoka Nyumbi Bombi kuja kutufundisha Wanyiramba jinsi ya kufuga nyuki. Hebu tumpokeni binti huyu, ni wetu sote. Kwa majina mimi naitwa Priska Diana Maleta. Natokea Manyoni, ni mfugaji wa nyuki. Malkia wa Nguvu 2025, twende duniani. Malkia wa Nguvu 2025, twende duniani. Ahlan wa sahla. Kiukweli Priska mwenyewe natamani nikuone. Karibu sana kwenye stage. Makofi na mumsindikize Malkia huyu wa Nguvu. Msindikizeni. Priska na watu. Wewe. Inatosha. Feru. Wacha we. Hatari Priska. DJ Feru. Basi jamani, inatosha. Hongera sana Malkia wa Nguvu Priska. Watu msikae mbali, msubiri kumrudisha. Msubirini mumpokee. Mumrudishe. Priska una watu. Hongera sana. Pigia kelele kwa Priska yake. Hatari. Na nusu. Watu wanao na anatamba nao. Basi sawa, namuomba Bwana Innocent Lupenza, afisa masoko mwandamizi wa TANESCO hapa Dodoma, lakini pia vile vile namuomba BBF Fromena Kimaro, Customer Service Manager wa Royal Oven wa hapa Dodoma. Karibuni sana kwa ajili ya kuja kukabidhi tuzo. DJ Feru naomba walete. Kabla Ferugea au wahisani wetu wanaokuja kukabidhi tuzo, tunawashukuru sana Royal Oven. Kiukweli sana. Hapa Dodoma tumejua kula. So mchezo. Sana. Tumejua kupata kifungua kinywa. Lakini vile vile tunawashukuru sana TANESCO. Yes. Wana majiko ya kisasa, weka mbali na watoto. Yaani hatari tupo. Haya. Priska shakabidhiwa tuzo yake? Okay. Sasa unaanza kupokea kwanza certificate. Hongera sana. Haya, baada ya hapo Bibi Priska geuka upokee tuzo yako. Hatari. Sana. Singida wamegua duka. Hatari. Asanteni sana. Hatari. Haya, Priska huwezi kushuka bila kusema chochote. Habibu naomba mletee mic hapo aweze kuzungumza chochote. Singida Konto. Asanteni sana. Mimi kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa pumzi katika siku hii ya leo na kutufikisha salama. Kwa wale wote tuliosafiri kutoka huko na huko, tunamshukuru sana Mungu. Na pia nashukuru sana kwa sababu hii tuzo hii sio ya kwangu peke yangu, ni ya kwetu sote, ni ya mkoa wa Singida. Tuzo hii ni ya dada yangu kipenzi Grace, mwenyekiti wa TWCC mkoa wa Dodoma. Tuzo hii ni ya mkuu wa mkoa wangu Alimadendego. Nashukuru sana. Tuzo hii ni ya wale wote ambao tunafanya nao kazi. Tuzo hii ni ya kina mama wote na vijana wote ambao wako nyuma yetu. Tuzo hii ni ya Helvetas kwa sababu huwa wananifuatilia sana nyuma yangu. Tuzo hii ni ya TWCC. Tuzo hii ni ya kina mama wote. Kina mama tunaweza bila hata kuwezeshwa. Na hasa sisi Wangoni.
Asante sana Klaus kwa kuniona. Tumetembea mapori kwa mapori, sikuamini kama wangeweza kufika sehemu ile, lakini walifika. Mimi huwa napaka wanja mara moja tu kwenye sherehe kama hii, lakini asili yangu mimi ni porini. Asanteni sana. Haujawahi kung'atwa na nyuki hata mara moja jamani? Nyuki ni tiba, nyuki ni tiba. Wewe ukiwa na shida aina yote wewe nione, takupa huduma ya tiba, utapona. Yeah. Asante. Wangoni mpo? Wapo Wangoni. DJ Faru. Walete Wangoni. Wewe. Pokeeni hapa, pokeeni hapa.